Mche Mwenyezi Mungu haithu ma kunta, wherever you are, popote utakapokuwa. Wewe mche Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye ni mwalimu wa madrasa uko chuoni, wanafunzi wako, mche Mwenyezi Mungu. Maana yake muogope Mungu pale pale ulipo. Kwa vipi? Kwa kuleta adhkar, kwa kusoma Qur'an, kwa kumkumbuka na kufanya vile vilivyo vizuri. Wewe muuza sokoni, mche Mwenyezi Mungu, usififilishe kwenye vipimo. Popote ulipo, uko kwenye basi, lete adhkar, hali ya kuwa mtu anakuona na pepesa midomo. Upo kwenye gari yako, lete adhkar, mkumbuke Mwenyezi Mungu. Popote utakapokuwa. Hata fundi ujenzi, mmoja kati ya marafiki zangu ni fundi ujenzi. Marehemu baba alikuwa akimpenda sana, alikuwa akiweka tofali la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mpaka tukamzoea, watoto wakawa wanamuita fundi la ilaha illa Allah. Tazama jinsi ilivyokuwa. Ittaqillah haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanatan. Kwa sababu sisi tumeumbwa na udhaifu, tukosea. Sasa ukikosea ufanyeje? Ukifanya ovu, lete jema, tampoka lile ovu litafutwa na jema. Manake umeweka ovu hapo, umeweka jema, umefuta ovu jema, huku kistaghfiru sana kwa Mwenyezi Mungu na kumtaka Mwenyezi Mungu akusamehe kwa lile ovu ulilofanya, kwa ule wema wako unaofanya. Ndio utaratibu wa khaliqin nasa, na uwatende watu bi khuliqin hasani, kwa tabia njema. Unaishi na watu, ishi nao vizuri. Kuna watu wakiishi na watu, unaambiwa unaenda kwa nani? Kwa fulani. Allahu akbar. Mtu anaogopa kuanzia kizazi chake mpaka mwenyewe. Anaogopa kwenye miamala kufanya wewe na biashara, unatia wenzako ndimu, unawadhulumu, alafu uwaambii kitu na unawaletea ubabe. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, naishi na watu hali ya kuwa unaishi nao kwa tabia njema.